unasikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio 14 Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Tunakuomba simama na kituo katika hatua yake uratibu, msikilizaji, kwenye hatua ambayo tuna omba kwamba nalikatimie hili kwenye hatua ya uratibu, kununua transmitter yenye uwezo na station transmitter link yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri atakaotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza tuma mchango wako katika hatua hiyo unapotusikilizia kwenye maeneo tofauti, kwa sababu tuko mbashara. Enda kwa Facebook unatupata, tuko pale. Enda kwa TikTok tuko pale, YouTube tuko pale, subscribe, follow, X tuko pale, tufuatilie. Enda Google pale, tafuta Radio 14 Africa. Kwa njia hiyo basi, alafu kuwa baraka, kwa sababu tunahitaji kuingia kwenye sehemu ya FM ambapo tunahitaji utupe support yako katika hatua hiyo. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625 account number ni 01245085217800 au till number ni 45614668 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Unaweza fanya hivyo, mambo yanakuwa ni mazuri tu, kwa sababu mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Basi wakati huu ni wakati mwafaka ambao umekuwa ukiusubiria, wakati ambapo tunaenda kupokea chuma unoa chuma. Na ujumbe huu acha basi ukawe maalum kwa wanawake. Wacha nikawe tu specific. Ujumbe huu acha ukawe maalum kwa wanawake. Kuna wanawake wengi sana, msikilizaji, ambao wana ndoto kubwa. Wana ndoto kubwa sana na wana uwezo mkubwa sana, ila kikwazo kikubwa ni kukosa kujiamini. Nilitumia pale kwenye bao kwamba chukua hatua. Lakini hapa vile vile unakosa kwa kujiamini. Una ndoto kubwa lakini unakosa kwa kujiamini. Inawezekana unapitia maisha magumu sana na baba yako alikukataa ulipozaliwa. Hali yako inaoneshana tu hivyo, labda hali hiyo imekusababishia maisha yako yote ujione ni mtu usiyekubalika na usiwe na thamani maishani mwako. Unajiona una thamani, na kukumbusha kuwa thamani yako ni kubwa mno, na ndiyo maana Mungu aliruhusu uzaliwe. Mungu aliruhusu uzaliwe kwa sababu thamani yako ni kubwa. Usikubali kujiona uwezi kwa sababu hiyo. Labda umepitia maumivu makali sana siku za hivi karibuni. Umeumizwa na mtu wa karibu sana, na imekufanya uwe na usiku wa vilio mara kwa mara. Kumbuka, unayo nafasi ya kufungua ukurasa mpya. Hata kama umepitia jambo gumu namna gani kiasi, bado unayo fursa ya kufurahia maisha. Wakati mwingine inabidi ukubali kusamehe, kusahau na kuachilia yaliyopita ili uanze ukurasa mpya. Kuna experience mbaya sana ulipitia kwenye maisha yako huko nyuma. Uliteswa ama ukanyanyasika kijinsia, imeendelea kutesa hadi leo. Kumbuka kuwa ukitupa dhahabu kwenye zizi la ng'ombe, oh my God, hii message ilikuwa yako siku ya leo. Maana nimezungumzia masuala ya thamana. Nilipoanza kwenye chemsha bongo, nimezungumzia mambo ya kukubali kuchukua hatua kwenye bao, kwenye chuma unaoa chuma. Niko tu pale pale. Niko tu pale pale. Ukichukua tu dhahabu ukaitupa kwenye zizi la ng'ombe, wataikanyanga na kuidharau kwa sababu hawajui thamani yake. Hawajui thamani yake, ingawa haimaanishi haina thamani. Wajua walikuwa wanacheza na dhahabu. Mapito mengine ni kwa ajili ya kusaidia kujenga misuli ya maisha na kukuandaa uwe msaada kwa wengine. Take it positive. Wacha kuchukua vitu negative. Unabeba, unashikwa na depression, wote saa ya kulala. Wacha kulala kama kitanda au sasa utaperform namna gani wakati ambapo usingizi ndio imekulemea, wakati ambapo inabidi uweze kuchangamka?
Wakati ambapo inafaa ulale, unalala ukiwaza kwenye poda yake. Kufukuza maono ulileta kwenye dunia sasa. Wacha kulala kama unawaza, ni kama uko kwenye koti. Unashtakiwa. Alafu ukiamka asubuhi umechoka na umbu. Labda na mtu ambaye hauwezi, hautafika mbali, na kadhalika na kadhalika. Isikuvunje moyo. Mbona ikuvunje moyo? Labda hata wengine umesengenywa. Unapita mtaa huu wamekusengenya, unabadilisha mtaa mwingine wanakusengenya. Sasa unapita mitaa ukiogopa. Tembea kifua mbele na ujasiri. Wanaume wamekulia katika mazingira ya kumaanishwa kuwa ukaichukua. Muda wa kubadilika kwenye mtazamo wako umefika. Wanaume wanaweza sema uwezi, lakini wewe unajua unaweza. Mwanamke ni jasiri, anaweza. Sio waambiwa ati haiwezi, hawezi. Hata hivi wako ambao ufikia vibaya kuona mwanamke anafanikiwa katika kile yeye alichoshindwa. Kuna wanaume ambao wao uangalia tu wanaona ai hapana, alafu anipite. Hayo ni mawazo ya upumbavu. Mawazo ya upumbavu. Na atumia lugha hiyo. Na wewe ambaye walikueleza hivyo, mbona inakuumiza? Njia nzuri ya kupambana na hilo sio kubishana nao, bali ni kufanya kwa juhudi ili upate matokeo. Fanya kwa juhudi, pata matokeo. Watu wanasubiria kwenye matokeo. Wanaweza kutoamini ndoto yako. Leo hii wanaweza kosa kuamini ndoto yako kabisa completely. Ukaona kabisa hawaamini. Hata ukiwaelezea ai wewe watu gumagusira azandi mundu kuraruka kutangazani. Kwa sababu ameanza kufiat. Ameanza kufiat kwa sababu unawaeleza. Mimi nawatakia wamama weekend hii ikawa weekend ya ushindi. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Haya maneno ambayo nimekueleza, mama yangu mzazi marehemu, Mungu akailaze roho yake mahali pema, alizungumza wakati mmoja, ndiye alikuwa mpambanaji, alikuwa anamuita general. Aliyazungumza yeye kwa kunena, lakini mimi nikaandika chini. Kwa sababu gani? Nilimuona akipambana hadi katika siku zake za kuondoka. Alipambana kwenye mazingira ambayo labda wengine watu wanaweza kuogopa kuamka. Alipigania alichokiamini. Na hiyo kwa wengi ambao ni moja wangu ni mimi. Akaingiza hiyo roho ya kwamba it's not over until it's over. We are there to kupambana na tutaangusha. Kwa sababu tunajua aliyetuita alituita na makusudi gani. Mimi ningekushauri kwamba kuwa mpambanaji. Haijalishi mazingira ambayo utapambania ndani, lakini mimi nakuhakikishia kwamba na ushindi utaufikisha nyumbani. Sio tu kuna mkubwa hapa, kuna kiongozi, lakini wakati ambao
ukaipitisha kwenye vichungi vyote vile, na baadaye ukaichoma kwenye moto ili iweze kuwa dhahabu, hapo ndipo hakika kulikuwa na dhahabu hapa. Wakati ambapo hiyo kwenye matope, kwenye zizi, hata mtu yote anaweza kuipita. Pambana, inawezekana. Na hiyo ndio sehemu ya chuma unaochuma wakati huu. Basi